Usione vyaelea, kipindi cha kuangalia jinsi wananchi wakiongozwa na viongozi wao wanavyotumia rasilimali zilizopo hapa nchini kujiletea maendeleo. Angalia matukio ya uhakika, jinsi serikali inavyojitahidi kuwaletea wananchi wake maisha bora. Usione vyaelea, vimeundwa. Tarehe 13 mwezi Aprili mwaka huu wa 2013, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alifanya ziara katika mkoa wa Tanga ili kuzindua barabara ya kutoka Tanga mjini mpaka Horohoro mpakani mwa Tanzania na Kenya iliyojengwa kwa kiwango cha lami. Barabara ya Tanga Horohoro yenye urefu wa kilomita 65 imejengwa kwa gharama ya shilingi za Kitanzania bilioni 75, fedha ambazo zimetolewa na serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Marekani kupitia mfuko wa changamoto za milenia, yani MCC. Hafla ya uzinduzi wa barabara ya Tanga Horohoro ilipambwa na burudani za aina mbalimbali. Mkurugenzi mtendaji wa TANROADS Mhandisi Patrick Mfugale alitoa taarifa ya ujenzi wa barabara ya Tanga Horohoro. Ili kukidhi kanuni na taratibu za manunuzi za shirika la changamoto za milenia MCC, usanifu wa mradi huu ulihitaji kufanywa mapitio. Hivyo mapitio yalifanywa na mhandisi mshauri anaitwa UWP Consulting Firm ya South Africa ikishirikiana na UPW ya Tanzania. Kazi hiyo ilikamilika Novemba 2008 kwa gharama ya shilingi milioni 285,984,463 na kazi hiyo ilikamilika Juni 2009. Gharama za kazi hii ya usanifu zililipwa na serikali ya Tanzania. Zabuni za kumpata mkandarasi zilitangazwa Agosti 2009 na kampuni ya Seno Hydro kama ilivyosemwa hapa kutoka China ndio iliyoshinda kazi hiyo kwa gharama ya bilioni 69.894 sawa na dola za Kimarekani milioni 53.9. Mkataba wa ujenzi ulisainiwa tarehe 22 Disemba 2009. Kazi ya ujenzi ilipangwa kukamilika kwa miezi 27. Kazi ya usimamizi alipewa consultant anaitwa Intercontinental Consulting and Technocrats PVT ya India kwa gharama ya dola za Kimarekani milioni 2.9 baada ya kushinda sabuni. Viwango vya kazi. Ujenzi wa barabara hii umefanya kwa kuzingatia viwango vifuatavyo. Upana wa barabara ni mita 9.5 pamoja na mabega ya mita 1.5 kila upande. Aidha, upana wa mabega ya barabara ni mita 2 katika maeneo ya miji na mijini kama utakavyokuwa umeona. Barabara imejengwa kwa kuanzia na tuta la udongo hadi kwenye tabaka la mwanzo, yani subgrade. Tabaka la mwanzo limefuatiwa na tabaka la kwanza la msingi subbase linalojengwa kwa kuchanganywa simenti na changarawe kwa unene wa milimita 200. Tabaka la pili la msingi limejengwa kwa changarawe crush stone ya milimita 150. Tabaka la mwisho surfacing limejengwa kwa milimita 50 kwa zege ya lami. Ujenzi wa barabara ulihusisha ujenzi wa daraja moja kubwa la Ndoyo na ujenzi wa njia za waenda kwa miguu na makaravati makubwa 7. Aidha, mkandarasi alipewa kazi za nyongeza kidogo ili ujenzi wa barabara cha kiwango cha lami mita
320 eneo la forodha pale Horohoro, ile no man's land, ili kuunganisha na sehemu ya barabara upande wa Kenya. Aidha, mkandarasi pia alipewa kujenga kituo hiki cha mabasi chenye upana wa mita 120 na urefu wa mita 130. Na kazi hii imekamilika kwa muda. Kazi ya ujenzi wa mradi imekamilika ndani ya muda kwa viwango vilivyopangwa kwa gharama ya jumla ya shilingi bilioni 65.23. Balozi wa Marekani nchini Tanzania, Mheshimiwa Alfonso Lenhart, alieleza furaha yake kuwa ni miongoni mwa mashuhuda wa mafanikio katika serikali ya Rais Kikwete. It is a great honor for me to join President Kikwete. Ni heshima kubwa kwangu kuungana na Rais Jakaya Kikwete, afisa mtendaji mkuu wa MCC Daniel Yohannes, na wote kushuhudia tukio hili la kihistoria la kuifungua rasmi barabara ya Tanga Horohoro. Tanga to Horohoro Road. A few years ago, 3 to be exact, almost 3, along with President Kikwete and Mr. Yohannes. Takriban miaka 3 iliyopita tulikuja hapa na Rais Kikwete na Yohannes kuanzisha mradi huu, ambapo tuliweka jiwe la msingi na kupanda mti wa kumbukumbu. We commemorated that day with the laying of a foundation stone and the planting of a tree, symbolizing the hope and promise of a project yet to be realized. After a great deal of hard work and effort, it is a wonderful. Ni furaha kurejea tena mahali hapa. Baada ya kazi kubwa iliyofanywa kwa bidii, tunashuhudia barabara iliyokamilika itakayotumiwa kwa usafiri na biashara na wakazi wa ukanda huu. And ultimately to improve the economic development of Tanzania. But more than that, it is surely must give us all a great sense of satisfaction. Tunapaswa kujisikia vizuri baada ya kuona mipango yetu imegeuka kuwa matokeo mazuri yatakayowanufaisha Watanzania. Deeds that benefit the citizens of Tanzania. More so than anything else, that's what warms my heart. For that fact, I want to especially thank you, Mr. President. Napenda kukushukuru sana Mheshimiwa Rais, kwani uongozi wako thabiti, mtazamo na ushirikiano imara ndio uliowezesha kupata mafanikio haya. Partnership have made this achievement possible. In Tanzania, poor transportation nchini Tanzania, miundombinu hafifu huzorotesha sekta za kilimo, biashara na viwanda. The rehabilitation of this road, as well as others, kukamilika kwa barabara hii na nyingine zinazojengwa kwa ufadhili wa MCC kunategemea kuongeza ukuaji wa uchumi, mawasiliano na fursa za kibiashara ndani na nje ya nchi kama vile Kenya, Msumbiji na Malawi. And other linkages both domestically and with neighboring countries such as Kenya, Mozambique and Malawi. In total, the American people are providing. Kwa ujumla, watu wa Marekani wametoa dola milioni 698 ili kuboresha miundombinu, maji na nishati, power sector and water infrastructure. Hii inajumuisha upanuzi na ukarabati wa kilomita 435 za barabara. Ninajivunia kuwepo hapa kwa niaba ya Rais Obama na watu wa Marekani ambao msaada wao na ubia wa serikali ya Tanzania umewezesha mafanikio yaliyofikiwa leo hii. Watu wa Marekani wanajivunia kuwa washiriki wanaowezesha ujenzi wa mtandao imara wa barabara katika nchi ya Tanzania, utakaovutia uwekezaji wa sekta binafsi na kukidhi mahitaji ya ukuaji wa kasi wa uchumi. While we still have a road to travel and a long journey. Bado tuna safari ndefu kufikia hitimisho la mahitaji yaliyopo katika mpango mkakati wa Tanzania. We are proud that this road project. Tunajivunia kwamba barabara hii itaonyesha jinsi tulivyojikita kusaidia maendeleo ya Tanzania. Development. 'Development' and economic growth in Tanzania.
I know a lot of patience. Nafahamu kuwa uvumilivu na utendaji kazi kwa bidii umewezesha siku ya leo kuwa halisi. A reality. Afisa mtendaji mkuu wa mfuko wa changamoto za milenia yani MCC Daniel Johans alisema uongozi wa Rais Jakaya Kikwete umewezesha Tanzania kukamilisha awamu ya kwanza ya mfuko MCC kwa mafanikio na hivyo kuifanya ikubaliwe katika awamu ya pili ya msaada kutoka MCC. It is wonderful to be back in Tanzania. Raha kubwa kwangu kurudi Tanzania kwa mara nyingine kusherehekea mafanikio ya ubia wa serikali ya Tanzania na serikali ya Marekani kupitia mfuko wa changamoto za milenia yani MCC. For the past 5 years, kwa miaka 5 iliyopita, Tanzania na MCC wamekuwa wakifanya kazi kwa nia kubwa ya kukamilisha miradi ambayo inagharimu jumla ya dola za Kimarekani milioni 698. Mradi wa mfuko wa Millennium unalenga kupunguza umaskini na kukuza uchumi kwa kuwekeza katika sekta 3 muhimu: usafirishaji, maji na nishati. Septemba mwaka huu, awamu ya kwanza ya fungu la MCC Tanzania itakamilika. Ninayo furaha kubwa sana kuungana nanyi katika ufunguzi wa barabara hii kuu ya Tanga Horohoro. Ninawapongeza sana. Nilikuwa hapa mwezi Mei mwaka 2010 pamoja na Rais Kikwete na balozi wa Marekani nchini katika uwekaji wa jiwe la msingi, na niliahidi kurudi mara baada ya barabara itakapokamilika. Leo nipo hapa na nimestaajabu mabadiliko makubwa yaliyotokea katika kipindi cha miaka 3. 65 kilometers of road have been improved. Kilomita 65 za barabara zimepanuliwa na kukarabatiwa na kuwekwa lami. Vizuizi vimewekwa ili kuwakinga waendesha baiskeli na waenda kwa miguu, na madaraja 11 yamejengwa. Kwa ujumla, this is a sight to see. Let me extend my personal gratitude. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote waliofanya kazi kwa bidii na uweledi mkubwa kukamilisha barabara hii. Mmeonyesha heshima kubwa kwa viwango, mazingira na manufaa ya wakazi wa kando kando ya barabara, na ninawashukuru wote. Namshukuru mkuu wa mkoa wa Tanga Chiku Galawa na wafanyakazi wa ofisi yake. Namshukuru Mzee Mchomvu na timu yake kwa kusimamia kikamilifu mradi huu. Ni muhimu sana kuitunza barabara hii. Kile kilichojengwa kitunzwe ili barabara ya Tanga Horohoro ibaki kama kielelezo cha mafanikio siku zote. Can remain a driving force for prosperity today, tomorrow and well into the future. Naibu Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Gerson Lwenge alisema kuwa pamoja na mradi wa barabara ya Tanga Horohoro, kuna miradi mingine inayotekelezwa kwa ufadhili wa MCC na miradi inayotekelezwa kwa fedha za ndani. Mheshimiwa Rais, mbali ya ujenzi wa barabara ya Tanga Horohoro, Wizara ya Ujenzi kupitia wakala wa TANROADS kwa kushirikiana na MCAT inaendelea na utekelezaji wa miradi mingine ya barabara chini ya ufadhili wa serikali ya Marekani kupitia MCC kama ifuatavyo: ujenzi wa barabara ya Tunduma Sumbawanga kilomita 223.2 ambayo imegawanyika katika sehemu 3 kama ifuatavyo: ujenzi wa sehemu ya Tunduma Ikana kilomita 63.7 ambao utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 82.52. Ujenzi wa sehemu ya Ikana Elaela kilomita 64.2 ambao utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 76.07. Ujenzi wa sehemu ya Laela Sumbawanga kilomita 95 ambao utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 155.42. Ujenzi wa barabara ya Songea na Mtumbo kilomita 67 ambao utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 75.14, na ujenzi wa barabara Peramiho Junction mpaka Mbinga kilomita 78 ambao utagharimu shilingi bilioni 79.80. Mheshimiwa Rais, napenda nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Marekani kupitia MCC kwa kugharamia ujenzi wa barabara hii ya Tanga Horohoro ambao utaifungua muda mfupi ujao, pamoja na ujenzi wa barabara za Tunduma Sumbawanga
Songea na Mtumbo na Peramiho Junction Mbinga kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Rais, pamoja na miradi ya ujenzi inayoendelea kwa msaada kutoka serikali ya Marekani kupitia MCC, serikali ya awamu ya 4 inatekeleza miradi mingine mikubwa ya barabara na madaraja kwa nchi nzima yenye urefu patao kilomita 11,154 kwa kutumia fedha za ndani na fedha za nje kutoka washirika wa maendeleo. Aidha, serikali yako imekwisha tekeleza na kusimamia miradi mikubwa ya barabara kwa kutumia fedha za ndani kwa 100%. Baadhi ya miradi hiyo iliyokamilika nitataja michache ni kama ifuatavyo: barabara ya Mwemkuru Mingoyo kilomita 95, Nwamkuru Kuru Mwemkuru kilomita 95, Kigoma Kidahwe kilomita 37, Kiamroro wa Buzirayombo kilomita 120, Geita Usakara kilomita 90, Manyoni Dodoma Manyoni kilomita 127 na kadhalika. Hii ni juhudi kubwa sana ambazo zimefanywa na serikali yako. Mheshimiwa Rais, pamoja na barabara tunazojenga wenyewe, ipo miradi mingi mingine ya ujenzi wa barabara inayoendelea kutekelezwa na serikali kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo. Miradi ya barabara inayogharamiwa na serikali ya Marekani kupitia MCC nchi nzima. Baadhi ya miradi hiyo ni kama ifuatavyo: miradi ya ujenzi wa barabara Tunduru na Mtumbo kilomita 193, Iringa Dodoma kilomita 261, Arusha na Manga kilomita 104 zinazofadhiliwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na serikali ya Japani kupitia JICA. Ujenzi wa daraja la Kikwete katika mto Malagarasi na barabara zake zenye urefu wa kilomita 48 kwa fedha za mkopo kutoka serikali ya Korea. Mradi wa miundombinu ya mabasi yaendayo haraka jijini Dar es Salaam ambayo imefadhiliwa kwa mkopo na Benki ya Dunia. Ukarabati wa barabara za Yovi Iringa Mafinga kwa msaada wa serikali ya Denmark. Upanuzi wa barabara ya Moroko Mwenge Tegeta kwa msaada wa serikali ya Japan. Ujenzi wa daraja la kimataifa la Rusumo mpakani mwa Tanzania na Rwanda unaogharimiwa na serikali ya Japani kupitia JICA. Tunawashukuru sana washirika wa maendeleo kwa kuunga mkono jitihada za serikali za kuboresha miundombinu na barabara nchini. Mheshimiwa Rais Kikwete alishukuru serikali ya Marekani na watendaji wote waliofanikisha ujenzi wa barabara ya Tanga Horohoro na akasisitiza umuhimu wa barabara hiyo. Napenda kutumia nafasi hii kuwashukuru sana ndugu zetu wa Marekani. Lisingewezekana hili bila ya msaada wao. Nilimwomba Rais Bush wakati ule akakubali. Na alisema kwenye mradi huu nitakuja mwenyewe kuja kutia saini pale Dar es Salaam. Na kweli alikuja. Akatupatia dola milioni 698. Yani dola 2 tu milioni pungufu ifike dola milioni 700. Lakini kabla ya zile walizotupatia walipatia dola milioni 11 ambazo zilikuwa ni kwa ajili ya matayarisho. Kwa jumla walipata karibu dola milioni 714 hivi kwa ajili ya miradi hii ambayo tunaendelea nayo ya barabara, ya maji, ya umeme hapa nchini. Na nyinyi watu wa Tanga mmepata barabara ya Tanga Horohoro. Kwa ndugu zangu niruhusuni nimshukuru sana mtendaji mkuu wa MCC ndugu yetu Daniel Yohannes. Namshukuru sana balozi wa Marekani nchini Alfonso Lenhart. Nawashukuru sana hawa wawili kwa uongozi wao. Yohannes kwa upendo wake kwa nchi yetu. Alikuja kwenye kuweka jiwe la msingi. Aliahidi ikikamilika atakuja na leo amekuja. Atuonyeshe upendo wa kiasi gani. Maana angeweza akasema tu tumewasaidieni, fungueni wenyewe. Lakini amekuja na amekuja kutuhakikishia kwamba tunakamilisha awamu hii ya msaada huu wa Marekani kwenye changamoto za milenia. Lakini tumeanza sasa mazungumzo ya msaada wa awamu ya pili. Unahusu barabara sasa za vijijini. Wanasema za lami zimetosha. Sasa tuhangaika na za vijijini. Ili tupate barabara zinazoweza kuleta mazao kwenye barabara kubwa ili mazao yafike kwenye masoko.
Katika awamu ya pili tutaendelea na miradi ya umeme, kwa sababu bado yako mahitaji makubwa ya umeme kwa Watanzania. Tumewafikia 18% tu ya Watanzania. Lengo letu tuwafikia 30% ifikapo mwaka 2015. Lakini nataka tuende mpaka kila Mtanzania hatimaye siku moja aweze kuwa na hakika ya kupata na kutumia umeme. Katika awamu hiyo inayofuata nayo ya miaka mingine 5 tutapata msaada mwingine utakaolenga kwenye maeneo hayo makubwa mawili. Kwa ndugu zangu, niruhusuni niwashukuru sana, tena sana. Namshukuru Rais Bush, namshukuru sana Rais Obama. Tulianza naye Rais Bush, lakini Rais Obama ameendelea kutoa fedha, kwa sababu makubaliano tulifanya na Rais Bush lakini ndio alikuwa anaondoka. Utekelezaji tumefanya chini ya uongozi wa Rais Obama, na utekelezaji umekwenda vizuri. Mpaka Septemba mwaka huu miradi aliyoieleza ya barabara kilomita 435 itakuwa imekamilika. Miradi ya umeme katika mikoa 10 itakuwa imekamilika. Miradi ya maji kwa ajili ya kuongeza maji jiji ya Dar es Salaam na kuimarisha upatikanaji wa maji Morogoro utakuwa umekamilika. Ndugu zangu wa Mafia ambao walikuwa hawana matumaini ya kuwa na kiwanja cha ndege cha kisasa chenye taa, ndege zinaweza kutua usiku na mchana, kitakuwa kimekamilika. Ndugu zangu, nataka pia kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa Wizara ya Ujenzi chini ya uongozi wa Waziri Magufuli, Naibu Waziri Gerson, Katibu Mkuu Balozi Mrango, TANROADS na wataalamu wote wa fani zote za ujenzi kwa kazi kubwa na nzuri waliyofanya katika usimamizi wa barabara hii, lakini pia katika usimamizi wa barabara nyingine hapa nchini. Barabara hizi tumejitahidi sana sisi kutafuta wahisani, wafadhili, tulikuwa tunapata tabu. Lakini ndugu zetu wa Marekani katika tunabuni ule mradi wakasema sisi tutawasaidieni kwa kile mnachotaka sisi tufanye. Tukaambia tusaidieni barabara ya Tanga Horohoro, maana tumeomba hakuna aliyekuwa tayari kutusaidia. Tusaidieni kwa barabara ya Matemanga na Mtumbo, Songea, Mbinga, Mbamba Bay. Tusaidieni ya Tunduma, Sumbawanga. Barabara hizi tunapata tabu kupata watu wa kutusaidia. Wamarekani wakasema kama mnazitaka basi sisi tutazitekeleza. Tofauti na wengine wanakupa hela na anasema hapa. Umuhimu wa barabara hii ya Tanga Horohoro, kwanza leo kwa watu wa Moa kwenda Tanga ilivyo leo sivyo ilivyokuwa zamani. Zamani ilikuwa safari ya kutwa nzima. Leo baada ya nusu saa tu uko Tanga. Unaweza kwenda mara 10 kwa siku. Ni kwa sababu barabara imekuwa nzuri, inapanua fursa, inarahisisha maisha, inainua hali ya maisha ya watu. Maana kuna wenzetu tafsiri ya maisha bora ile wameiweka kwenye upeo mfinyu sana. Aliyekuwa hana barabara anapata barabara nzuri, maisha yake yameboreka. Anaweza kufanya kazi zake vizuri, na uchumi wake unaweza ukakua. Mkoa wa Tanga kanivyosema jirani zetu ni Mombasa. Sasa kwenda Mombasa ni jambo rahisi tu. Kukamilika kwa ujenzi wa barabara ya Tanga Horohoro utawezesha fursa za kibiashara kwa ukanda wa pwani ya kaskazini mwa Tanzania na nchi jirani ya Kenya. Endelea kutazama mfululizo wa vipindi hivi vya Usione Vielea kila Jumapili wakati kama huu.